ni katika viumbe hai vinavyobadilika. Fanyeni uchunguzi. Jiwe lina tabia ya kukua. Yaani kila mwaka jiwe lina tabia ya kuongezeka. Ama upepo ukichukua vumbi ikiweka pale juu, baada ya miaka mitatu inageuka, ukubwa wa jiwe unaongezeka. Au mawe ambayo yana chemchemu ya maji, kadri maji yanavyovuja kwenye ile jiwe inaongeza ukubwa wa ile jiwe. Hii mkienda kwenye mapango ya Amboni kule Tanga, mkienda kwenye mapango ya pale Kilwa na Ngoma, mkiingia kwenye yale mapango mtaona ile miamba ina dalili ya kuongeza kama vidole hivi. Yaani kila mwaka, na ukikaa baada ya miaka 15 au miaka 20 ukienda, utakuta ukubwa wa jiwe kwa wakati ulipokwenda unakuwa tofauti na ukubwa ambao utakuwa umekwenda kwa baada ya miaka 10-15. Maana yangu ni nini? Kama mpaka jiwe linabadilika, lakini pia binadamu wewe ndio umeonekana ni kiumbe wa kwanza wa kucheza na mabadiliko. Leo wanaoshabikia CCM, wanaopenda Chama cha Mapinduzi hawabadiliki, na washangaa sana. Na washangaa sana. Wanyama wa porini au ndege hawabadiliki. Ndio maana yule shoro wa miaka 100 iliyopita mpaka leo ni yule yule. Yaani kile kiota chake cha kuwekea mayai hakijawahi kubadilika. Hakuna ndege aliyewahi kubadilisha kiota kwamba mwaka huu au miaka mitatu wamebadilisha ndege aina fulani, wamejenga kiota cha aina fulani kingine cha mabadiliko. Mshawahi kuona hiyo? Haijawahi kutokea. Lakini binadamu ana asili ya kubadilika. Kiasili binadamu ameumbwa kwa mabadiliko. Na ndio maana tumetoka kwenye nyingi, watu wamelala kwenye mapango. Wametoka kwenye mapango, wamelala kwenye nyumba za miti hiyo madungu kule kwetu Matumbini. Tumetoka huko tumejenga kwenye nyumba za tembe, sio nyumba za nyasi. Tunakwenda kwenye bati, tunajenga nyumba kama hiyo kubwa, tunaongeza nyumba na kwenda juu, inaita gorofa. Leo watu wanajenga gorofa mpaka 100 mpaka huko katika nchi zilizoendelea. Maana yake ni nini? Watu wanabadilika. Lakini wanaoshabikia CCM, wanaopenda Chama cha Mapinduzi hawabadiliki, kama vile yule mdudu anaitwa kupe. Kuna mdudu mmoja anaitwa kupe. Kupe anakwenda kuganda kwenye ngozi ya mnyama, mfano ng'ombe au mbuzi. Maisha yake yanakuwa pale, kunyonya na nyonya, maisha yanaendelea. Lakini kupe maskini ya Mungu, kwa kuwa akija kubadilika hana, ng'ombe anapelekwa mnadani, kupe hana habari, ananyonya tu. Anafika mnadani, ng'ombe anauzwa, kupe hajui kama ng'ombe kishauzwa kutoka kwa Masai kwenda kwa mchinjaji. Yeye ananyonya tu. Ng'ombe anachinjwa, kupe bado hajui kama ng'ombe kishachinjwa. Bado ananyonya tu. Anachuma ngozi, kupe hajui, anaona bado mambo yanaendelea. Ngozi mpaka inakauka, kupe yupo tu. Ngozi inachukuliwa inakwenda kuambwa ngoma, kama ya ndugu yangu anapigwa ngoma. Kupe yupo, na ndio pengine atangaza matokeo yake. Fimbo ya kupiga ngoma inapiga na kupe, anakufa na fimbo kwenye ngozi. Hawa ndio mashabiki wa CCM. Nchi hii imekwama, tumefikia hapo tulipo kwa sababu wenzetu wa Chama cha Mapinduzi na mashabiki wao hawaoni umuhimu wa kubadilika, japokuwa wanateseka. Yaani mashabiki wa CCM ni sawa sawa na mtu unamkanyaga, anatoka damu, unamwambia unaumia, anasema hata siumii, huku damu inavuja kwenye mguu. Nimewafuata watu wa Tunduru, badilikeni. Hakuna malaika atakuja kuwaambia hapa. Ni sisi wenyewe. Hivi kufikirieni kitu kimoja. Bunge linapitisha bajeti. Waziri wa afya anakwenda mbele ya bunge, anaomba kiasi cha pesa kwa ajili ya kugharamia kwenye ile wizara. Kwenye ile pesa anayoomba, anasema naomba vifaa kiasi fulani kwa ajili ya vifaa tiba, kiasi fulani kwa ajili ya madawa, kiasi fulani kwa ajili ya mishahara ya wafanyakazi. Serikali au bunge linaridhia kwamba kuambia hazina, waziri wa afya ameomba shilingi trilioni 1.5 kwa ajili ya bajeti ya mwaka 2025-26. Kati ya hizo mchanganuo ameweka hizi za madawa, hizi za vifaa tiba, hivi vya waganga wa madaktari, hivi vya mishahara na kadhalika. Sasa naulize swali. Kama serikali imetenga pesa kwa ajili ya huduma za afya na bunge limeridhia hiyo pesa ipelekwe kwenye wizara ya afya, na wamenunua vifaa tiba kwa maana ya mabomba, sindano, sijui vitu gani, vipimo, vitu vyote vimenunuliwa, kwa nini mgonjwa akienda hospitali analazimika kulipia gharama ya kile kipimo? Narudia tena. Yaani serikali imetenga pesa kwa ajili ya kununua vifaa tiba na vimenunuliwa. Daktari yuko pale kwenye hospitali kutoa huduma kwa watu wetu. Kazi yake daktari ni kila mgonjwa anayeingia mbele yake
kuhoji kwamba una matatizo gani, na ili ajiridhishe au afanye utafiti kujua mgonjwa ili tumwandikie dawa gani imsaidie, anahitaji kupata vipimo. Kile kipimo kinamsaidia mgonjwa, kinamsaidia daktari. Narudia tena, kile kipimo kwamba kapime damu, kapime mkojo, kapime sijui kitu gani, kinamsaidia mgonjwa, kinamsaidia daktari. Kinamsaidia daktari, si ndio? Kwa nini kama kifaa kile kimenunuliwa na serikali ili daktari afanye kazi yake imsaidie, alafu wewe mteja ulipie kile kifaa? Sasa polisi tumwanunulia bunduki, wameomba wizara ya mambo ya ndani, sio? Wamesema tunataka bunduki kadhaa, tunataka sijui mabomu ya machozi na nini na kila kitu. Alafu siku anakuja kutupia wewe bomu la machozi, wewe ulipie, inawezekana? Kwa sababu ile bomu la machozi linamsaidia yeye kutekeleza majukumu yake, si ndio? Ile bunduki inamsaidia yeye kutekeleza majukumu yake. Kwa nini alipie mteja? Hivi nyinyi muone shida, tunaona sisi wenyewe zetu muone shida hiyo. Na ndio maana gharama ya vipimo ndio kubwa zaidi kuliko gharama ya dawa. Kwa nini? Yaani wakati mwingine malaria, kipimo cha malaria labda shilingi 2,000-3,000. Dawa zake 3,000, 2,500, 4,000 unapata hata kwenye maduka madawa. Lakini kipimo gharama yake ni kubwa kuliko dawa. Kwa nini? Ndio maana tukasema ukirejea kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 9 kifungu kidogo cha hai. Mimi bingwa kidogo kwenye mambo ya katiba kidogo niko vizuri. Na ndio maana hata 2014 kwenye ile bunge la kutunga katiba na mimi nilikuwepo. Tukatafuna mandazi ya watu, mwisho wa siku katiba ikaharibika. Hamna cha katiba, hamna cha nini. Mwisho wa siku ibara hiyo inasema hivi, nchi hii ni tajiri, na inasema kwenye katiba utajiri wa nchi utatumika kwenda kuondoa mambo matatu makubwa. Wamesema hiyo ni katiba. Utajiri wa pesa utatumika kuondosha ujinga, maradhi na umaskini. Sasa ujinga ni nini? Ujinga ndio elimu. Ukisikia kuondoa ujinga, maana yake ndio masuala nini? Masuala ya elimu. Ukisikia maradhi ndio masuala ya afya. Ukisikia umaskini ni ile ya watu wetu kukosa ile uwezo wa kujigaramia katika yale mambo ya msingi. Huo ndio maskini. Yaani huwezi kuvaa vizuri, huwezi kusafiri, kula yako tabu, ukiugua huwezi kujitibu. Huyo anaitwa maskini. Lakini katiba inasema utajiri wa nchi. Utajiri wa nchi. Kwa hiyo kumbe nchi hii ni tajiri kwa mujibu wa katiba yenu. Na ndio maana Mzee Magufuli wakati wa awali yake akasema, jamani hii nchi tajiri. Watu wakawa hawamuelewa, wanamuona kama mtu ambaye ana matatizo. Lakini swala la utajiri wa nchi umetajwa kwenye katiba. Sasa inakuwaje nchi yetu ni tajiri alafu watu wake wateseke kwenye kutibiwa? Si mnanielewa? Yaani wewe tajiri, una watoto, una familia yako, alafu watu wanalala njaa, watu wakiugua hawezi kuwatibia, mtu anavaa suruali 3 lakini bado makali nani anaonekana, yaani mtu ana uhakika na maisha yake na kila kitu. Ni tajiri wa namna gani ambaye familia yake haina uhakika jinsi ya kuishi? Hiyo lakini mnajua kweli kama nchi ni tajiri? Nchi ni tajiri kweli. Nikupeni mfano mmoja tu. Unaona hao wafugaji ng'ombe, kwa mfano wale ng'ombe. Wewe uwe na ng'ombe wako 3 mfano. Alafu wale ng'ombe uwafungie ndani, usiende kulisha kule ule, uwanunulie chakula ng'ombe wale wakati unaishi. Ng'ombe mmoja utatumia shilingi ngapi kwa siku? Umeona, si umeelewa? Lakini asubuhi ng'ombe unampeleka site, unamfungulia, anaingia huko anakula mpaka jioni anashiba, anapita sijui mto Mwezi pale, anakunywa maji, unarudisha nyumbani. Yale maji na kile chakula ambacho amekula ule ng'ombe kutwa nzima, ng'ombe wale 10, kama ungeamua kutoa pesa kununua ungetumia shilingi ngapi? Ndio tafasiri kwamba nchi ni tajiri kwa sababu tuna mapoli mengi. Wewe uwe na ng'ombe watakula huko, hakuna mtu atakuuliza. Uwe na mbuzi utapeleka sijui kuchunga wapi, hamna mtu atakuuliza. Wewe sijui ufanye nini, hakuna mtu atakuuliza. Lakini tuna ardhi kubwa ambayo imewekwa kwa ajili yetu sisi. Nenda kalime sijui mpunga, kalime mtama, kalime nini, hakuna mtu atakuuliza. Yaani tuna kila kitu, tuna mito ya maji baridi, tuna mabwawa, tuna maziwa, tuna bahari ya maji chumvi. Na Mungu akatupendelea kwenye bahari, akaweka samaki, kwenye mito akaweka samaki wa kila aina, polini akaweka ngiri, akaweka nyati, akaweka nini, wazungu kutoka nje wanakuja hapa wanatulipa pesa kuja kuangalia tembo wetu, kuja kwa nini? Huo sio utajiri? Kama hivyo ndivyo, kwa nini gharama ya matibabu ya afya mjitegemee? Ndio maana sisi tunasema tunakwenda tarehe 29 kuwaomba Watanzania watuchague. Swala la huduma ya afya kwetu itakuwa bure. Hakuna kipimo cha bei kali wala cha vipimo wote bure, kwa sababu tunalipa na uwezo huo tunao. Tunduru wewe. Uwezo huo tunao. Tukasema
Kwanza tunakwenda kutengeneza serikali ndogo ambayo tutaipa majukumu makubwa. Tunapunguza ukubwa wa serikali ambayo watu wake hawafanyi kazi. Tukasema tunaondoa wakuu wa wilaya wote nchi nzima. Tunaondoa makatibu tarafa wote nchi nzima. Tunaondoa na wakuu wa mikoa wote nchi nzima. Kuna mjinga mmoja akauliza akasema, sasa nyinyi mnaondoaje wakuu wa mikoa wakati wakuu wa mikoa wametajwa kwenye katiba? Mtaondoa wakuu wa mikoa, sasa kule kwenye mikoa kule si nchi itachukuliwa, kwa sababu bila wakuu wa mikoa nchi itakuwaje salama? Nikamwambia wewe ni mjinga, chombo chako cha habari ni wajinga, na wanaokusikiza wote ni wajinga watupu. Mkuu wa mkoa na jeshi, twende taratibu, nataka tuelewane vizuri. Mkuu wa jeshi ana jeshi lake, mkuu wa mkoa. Mbona yeye mnakaa kimya? Analo jeshi? Hana. Mkuu wa wilaya na jeshi? Haya, katibu tarafa naye ana jeshi? Hiyo hawana. Sawa, twende. Kazi ya katibu tarafa ni nini? Nani hapa anakwenda kwenye dawati la katibu tarafa kuhudumiwa? Unakwenda kuhudumiwa kwenye shida gani? Haya, hisi yule polisi wako kwenye ile kata hakumtendea haki. OCD kazi yake atasema okay sawa, atashughulika, atamshughulikia katibu afisa wake yule wa kata, na wewe atakuelekeza maelekezo, atalimaliza. Au kuna mgogoro mnagombea mpaka na jirani yako, katoka na panga, kakutishia na panga, utakwenda pale kwa OCD, utabana mimi kuna mtu hivi, utatoa taarifa, utahudumiwa. Sasa kwa mkuu wa wilaya anakwenda kuwahudumia watu kwenye eneo gani? Kwa hiyo tukasema vyeo vyote vya kisiasa, vyeo vya kupeana mtu wa mjomba, mtu wa shangazi, alipiga kampeni yena wakati wa kampeni na mdomo wa kuongea, anapewa zawadi kuwa mkuu wa wilaya, anapewa zawadi kuwa mkuu wa mkoa. Chama chetu cha wakulima, ujinga huo tunaufuta. Na tukiufuta huo ujinga, tuna save pesa. Tuna mikoa 30 na pale pana mkuu wa mkoa, pana katibu tawala wa mkoa, pana sijui mjinga gani mwingine, sijui nani. Wapo hapo wengi ambao wote hao wanatumia gari kama ile tulopewa sina serikali kwa ajili ya mgombea rais. Hiyo gari ni zaidi ya milioni 300 hiyo moja. Kwa hiyo ana mkuu wa mkoa, ana katibu tawala mkoa. Tufanye kila mkoa mawili tu. Kila mkoa mawili tu. Tukiwafuta wote, ina maana zile pesa za kuwanunulia wale watu wanaoitwa wakuu wa mikoa zote tarudi hazina, na zitakwenda kuongeza nguvu kwenye vifaa tiba, kwenye kuwalipa madaktari, kwenye kuwalipa mapolisi wote wanafanya kazi vizuri, na watu wengine ambao kazi zao zimetajwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria. Tunakwenda kubadilisha serikali katika mifumo ya kupendeleana madaraka yasiyokuwa na maana. Tunakwenda kujenga serikali ndogo ambayo kazi yake itakuwa kubwa kuwahudumia watu. Mimi ni msomi kidogo, sio mwana sheria lakini msomi kidogo. Nimepekua kwenye katiba, sijaona kazi mahususi ya mkuu wa mkoa, ya mkuu wa wilaya, wa katibu tarafa. Sijaona. Ipo pale ibara ya 161 imesema tu rais atamteua mkuu wa mkoa, siri nini eti atakuwa msaidizi wa rais. Rais anamsaidiaje mkuu wa mkoa darasa 7 anamsaidiaje rais? Mimi na marafiki zangu wakuu wa mikoa darasa 7 wengine darasa 12, ni wazangu na mimi ndio walikuwa na mdomo kwenye CCM kule kupiga kampeni na maneno kuimba nyimbo kwenye mikutano, wamepewa wakuu wa mkoa. Unakwendaje kumsaidia rais kwenye mkoa wako? Kuna wakurugenzi ambao ni wasomi, ni wachumi, pesa zote za miradi zinakwenda kwenye ofisi ya mkurugenzi, inakwenda kwenye hazina ya mkurugenzi. Wewe darasa 7 unamgusaje mkurugenzi mwenye digrii ya uchumi? Wewe unamsaidia rais katika mzigo wao. Maana yake ni uongo. Wasaidizi wa rais ni mawaziri. Wale ndio wasaidizi wake, na hao kwa vyombo vya usalama wale ndio watu wake wa karibu. Wewe Ngumbaru wa darasa 7 kwenye mkuu wa mkoa, kwenye wilaya, unamsaidiaje? Unamsaidia kwenye jambo gani? Sasa nimeona lazima tuelezane vizuri. Tunaondoa madaraka yote yasiokuwa na mpango, na tuna save zile gharama za kuwahudumia zinakwenda kuwahudumia watu. Kwa hiyo tukifuta makatibu tarafa nchi nzima sio ziko karibu 3000 na ngapi, tunafuta yote. Wakuu wa wilaya 180 na ngapi, tunafuta wote. Wakuu wa mikoa wote waje walime mbaazi huku, na wao wauze 200 tuone kama wanafika na sisi. Hatuwezi kuendelea kuwa na viongozi wanaotajwa wa serikali lakini kazi zake hazionekani. Hatuwezi kuwa namna hiyo hata siku moja. Haiwezekani. Na ndio maana unakuta wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanasumbua polisi maeneo mengi utakuona. Anaenda kuangalia mradi, yani anakwenda kwa mkurugenzi, analazimisha apewe hela ya mafuta au anayo sijui siku 10 dini, akiambiwa na mzee utaratibu haiwezekani kwa sababu mimi nitaona rais. Hata utaona matokeo yake anakwenda kwenye mradi, akifika kwenye mradi mtaalamu anamwambia bwana, kutokana na mazingira ya udongo hapa umefanya hivi, kutokana na hili udongo huu kitaalamu una shida hii.
wewe unaharibu mpaka. OCD, kamata huyu. Na rafiki zangu hawa ndio afande. Anaenda unamkunja, unamweka hapa. Kwa hiyo ni usumbufu tu. Na tena wakati mwingine akiambiwa kamata mbao weka jela, wewe ndio utamkamataje mtu sasa hivi mweke jela baadaye. Basi wazee wa watu hao watamkamata yule, watamtia kwenye, lakini kwa sababu hao wanafanya kazi kwa weledi, watamkamata pale kwa maana ya kutii amri ya huyo anaitwa msaidizi wa rais. Lakini baadaye watamchunguza, watamwacha kwa sababu hakuna kesi ya msingi kwenye mazingira kama hayo. Sasa tumechoka hali hii ya watu hawa kwenda kuleta usumbufu katika jamii kule, alafu hawana maana wote kwa wananchi tunaowategemea. Tunduru wewe! Maeneo mengi huwa anapenda kumpa nafasi sana mgombea ili ajieleze vizuri kwa sababu huyu ndo tunamuuza. Ila kwa sababu hapa kwa shemeji zangu nikaona niwapeni kidogo udambwe.